Na gumzo letu hii leo ni mabadiliko ya tabia nchi. Katika majuma kadhaa yaliyopita, Muungano wa Afrika yani AU uliandaa kikao maalum kujadili mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, kikao hicho kimelalamikia kutovutia viongozi wengi, na wadadisi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi wanahoji endapo Afrika inaweka uzito kwenye swala hili la mabadiliko ya tabia nchi. Tahariri ya Silvanus Karemera inatupia jicho kongamano hilo ambalo limekamilika majuma kadhaa pale mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia. Kutoka kusini hadi kaskazini, mashariki hadi magharibi, Afrika imejaliwa kila aina ya rasilimali. Ukiachilia mbali utajiri ulioko chini ya ardhi, mito, maziwa na misitu ni moja ya vitu ambavyo vinaifanya Afrika kuwa moja mabara yenye utajiri wa maliasili. Afrika ina vipindi bora vya majira, kuanzia kiangazi, mvua za masika na hata majira mafupi kama kipupwe na mapukutiko. Majira haya barani Afrika kwa kiasi kikubwa hayabadiliki kama ilivyo katika sehemu za dunia. Ukipenda unaweza kusema kwamba Afrika bado ina hali yake ya asili. Kila zao linalozalishwa barani Afrika linabeba ubora wake wa asili kwa sababu ya rutuba bora. Hata hivyo, miongo ya hivi karibuni Afrika imekuwa mhanga mkuu wa athari za uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi kwa ujumla. Kulingana na ripoti mpya ya shirika la hali ya hewa duniani WMO, Afrika inabeba mzigo unaozidi kuongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na gharama zinazotumiwa sana kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko hayo. Takwimu zinaonyesha kwamba nchi za Afrika zinapoteza wastani wa kati ya 2 hadi 5 ya pato zima la taifa au GDP, huku nchi nyingi zikiendelea kutenga hadi 9 ya bajeti zao kila mwaka kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Nchi za kusini mwa jangwa la Sahara kwa mfano zitapoteza hadi dola za Marekani milioni 30 hadi 50 kila mwaka ndani ya miaka 10 ijayo, ambayo ni sawa na 2 hadi 3 ya pato zima la mataifa hayo kwa ujumla. Takwimu pia zinaonyesha kwamba hadi ifikapo mwaka 2030 inakadiriwa watu milioni 118 barani Afrika watakabiliwa na umasikini wa kupindukia ambao utasababishwa na ukame, mafuriko na joto ikiwa serikali hazitachukua hatua madhubuti. Hata hivyo, serikali hizo zinaonekana kusuasua kutekeleza maazimio na mikakati ambayo hutolewa katika mikutano mikuu kuhusu kulinda mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano, mwezi wa Septemba mwaka huu mjini Addis Ababa, Ethiopia, kilitegemea kufanyia kikao cha marais zaidi ya 40 wa nchi za Kiafrika kuzungumzia athari za mabadiliko ya hali ya hewa, lakini hadi siku ya kikao hicho viongozi wakuu wa nchi wapatao 3 tu ndio walihudhuria, ikiwa ni pamoja na Rais William Ruto wa Kenya, Abiy Ahmed waziri mkuu wa Ethiopia, na Ismail Omar Guelleh rais wa Djibouti, pamoja na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahamudu Ali Yusuf. Wadadisi wa masuala ya kimazingira wanasema hilo tu linaonyesha changamoto kubwa katika kuoanisha maazimio ya kukabiliana na hali ya hewa na vipaumbele vya kisiasa katika mataifa ya Kiafrika. Lakini kwa nini idadi hii ilikuwa ndogo kupita kiasi ikilinganishwa na mkutano kama huo uliofanyika Nairobi mwaka jana 2024? Wadadisi wa kimazingira wanasema mataifa mengine licha ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na ufinyu wa bajeti zake yanaamua kutoa vipaumbele kwa masuala mengine na kupuuza kutoa fedha za kutosha katika sekta ya kulinda mazingira. Jingine ni mataifa kushindwa kuhudhuria kwa kuona aibu kwa sababu yameshindwa kutekeleza ahadi za mwaka jana, na hapo ndipo panapokuja kizungumkuti ikiwa hatua zote na maazimio yanayochukuliwa vitaweza siku moja kufikia azima inayotakiwa. Kitendawili ambacho hadi sasa ukitegua ni mtihani, hasa wakati ambapo kiwango cha ukame na njaa, mafuriko, ukosefu wa maji ya kutosha, kukauka kwa vyanzo na chemichemi za maji vinazidi kusababisha hali ya umaskini na maisha ya watu kuwa rehani. Hadi sasa mataifa kama vile Marekani, Uchina na India, wazalishaji wakuu wa hewa ya ukaa kutokana na viwanda vyao, wanaona kigugumizi kutekeleza mikataba ya kupunguza kiwango cha hewa ya carbon kutokana na viwanda vyao. Hadi sasa mataifa yameshindwa kutekeleza ahadi zao ambamo walitakiwa kuweka kiasi cha dola bilioni 100 kila mwaka ambazo zingesaidia katika miradi ya kutunza mazingira na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, hasa kwa nchi za Kiafrika ambazo kimsingi ni wahanga wa mataifa makubwa. Kwa vyovyote vile, bila utashi wa kisiasa na uamuzi wa maksudi, Afrika inaelekea kukabiliwa na hali mbaya zaidi miaka ijayo kutokana na kuendelea kuongezeka kwa kasi ya uharibifu wa mazingira na hali ya hewa. Silvanus Karemera, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kigali.